Unajua hizi ni bilioni 8. Dunia zaidi ya 300. 315. Na unapeleka da? Arusha. Arusha na siku ya 4 leo. Niko Njombe, eneo moja linaitwa Luponde, kwenye mradi tunaita Lusitu Itoni, maarufu kama Lusitu Itoni. Nimeingia leo asubuhi baada ya kuona mitandaoni kwamba magari yamekwama kwenye hii barabara nikiwa Dodoma. Kwa hiyo ikabidi nianze safari usiku, nimeingia leo. Na nilipofika mjini kabidi nianze safari ya kuja huku kijijini kwa ajili ya kuangalia hii changamoto. Kiukweli nimekutana na magari yamekwama, na kuna magari yana siku 3, kuna magari yana siku 2, lakini magari mengi yamepakia viazi ambavyo ni mali kuoza. Naweza kusema neno moja. Nimeumia sana kwa sababu huu mradi ni wa muda mrefu. Ni toka utawala wa Magufuli ndo alianzisha huu mradi. Na kwenye mkoa wetu wa Njombe tulikuwa na miradi miwili mikubwa ambayo ilikuwa ni barabara hii ya Ludewa na barabara ya Makete. Lakini mradi wa barabara ya Makete uliisha kwa wakati. Lakini bahati mbaya sana wakati Magufuli anafariki huu mradi ulikuwa ndo unaendelea kutengenezwa. Lakini kinachoniumiza zaidi ni kwamba mkandarasi alitoa magreda yake ni 1.5 mwaka sasa. Lakini wakati anatoa yale magreda ni baada ya serikali kuvunja mkataba wa kutokumuingizia pesa zake kwa wakati, pesa za kazi. Lakini wakati anatoa yale magreda kulikuwa kuna serikali ambayo ni kuanzia serikali level ya kitongoji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, kuna mkurugenzi, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa na kuendelea huko. Hizo tawala zote zipo. Manake wakati mkandarasi anatoa greda la kwanza, la pili, mpaka vifaa vyake vyote, akaenda mbali zaidi akatoa hadi zile kokoto alizokuwa ameshaziweka tayari barabarani. Hii serikali ilikuwepo na hawa viongozi wote walikuwepo. Lakini kinachoniumiza zaidi, tumekuwa tukipewa lugha tofauti tofauti kupitia huu mradi. Wakati wa kampeni nakumbuka tuliambiwa mkandarasi ameshaingiziwa fedha, muda mfupi ataanza. Sisi hoja yetu ikawa issue sio kuingiziwa fedha, mpaka mkandarasi atoe magreda. Na mimi ninavyojua issue za ujenzi wa barabara kama huu ni mkataba. Ina maana mpaka mkandarasi alivyotoa magreda, manake serikali ilivunja mkataba. Na kama ilivunja mkataba, manake lazima kuna gharama huyu mkandarasi ameingia. Hofu yangu ni kwamba huenda tena mkandarasi akatushtaki tena kwa kuvunjiwa mkataba. Lakini basi niseme neno moja. Mimi wito wangu kwa serikali, niko huku site leo. Hizi habari za kwamba hela sijui zimeshaingia, mara mkandarasi atarudi, mara mkandarasi yuko site, mara mkandarasi kafanyaje, tumechoka na wananchi wamechoka. Mimi nazungumza kwa niaba ya wananchi wamechoka. Tumetoka na msimamo mmoja. Mimi binafsi kama mwakilishi wa wananchi naipa serikali mwezi mmoja. Aidha tukutane na mkandarasi site, na kama mkandarasi hatutamkuta site, tutatoka na maamuzi mengine. Kama mradi unaanzishwa, maana yake kuna bajeti ya huo mradi. Sasa unajiuliza, mradi ulianzishwa na bajeti ilitengwa na bunge lilipitisha. Sasa hiyo bajeti imeenda wapi? Hayo majibu yanatakiwa watupe serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya sana. Magari hayapiti, hakupitiki. Kwanza hata huyo mkandarasi hata akirudi leo, bado hali ni mbaya kwa sababu miundombinu aliyokuwa ameitengeneza wakati mradi unaanza nayo imeharibika. Kwa kifupi, mradi wa Njombe Ludewa unaenda kuanza upya.